Rais William Ruto amepuuzilia mbali madai kuwa walimu wanakumbwa na matatizo kupata huduma kupitia bima ya afya ya SHA, akibaini kuwa wanaojitokeza kulalamikia sio walimu ila ni wafanyabiashara ambao walijinufaisha kupitia bima ya awali waliokuwa wakitumia walimu kabla yao kuhamishiwa SHA. Rais Ruto ambaye alizungumza haya wakati wa mkutano wa kikanda wa afya mwaka 2026 ametetea utendakazi wa bima hiyo, akidai kuwa imepunguza ufujaji wa fedha kupitia mifumo ya kidijitali. James Mwangi anatuarifu. Baada ya baadhi ya walimu kujitokeza wakilalamikia huduma za bima ya afya ya SHA, Rais William Ruto amejitokeza kutetea utendakazi wa bima hiyo, akisema kuwa waliojitokeza kulalamika sio walimu bali ni wanabiashara ambao walipata faida kupitia bima waliokuwa wakitumia walimu hapo awali. If you read one of the headlines of one of the newspapers today in Kenya, there's a big headline saying how teachers and civil servants have rejected our health system. That headline is not coming from the civil servants, it's not coming from the teachers. It is coming from business interests, people who have been benefiting from health insurance before. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kikanda wa afya mwaka wa 2026, Rais Ruto amesisitiza umuhimu wa mifumo thabiti ya kidijitali katika sekta ya afya itakayohakikisha uwazi na kuimarisha utoaji huduma kwa wananchi. If you ask teachers today in Kenya, they were limited to 900 hospitals. Today, because we changed the system, they have access to 6,000, close to 7,000 hospitals. We used to spend, on teachers alone, we used to spend $200 million every year. Today, we're spending $140 million. We have saved $60 million. Aidha, Rais Ruto ameitaka Afrika kujitahidi kutafuta suluhu kwa matatizo katika sekta ya afya pamoja na kukuza uzalishaji wa bidhaa za afya badala ya kutegemea bidhaa kutoka mataifa ya kigeni. You need policy leadership on matters health at the highest level because it requires making difficult decisions. And if policy leadership is not aligned, you cannot make the decisions that will create the impact. Mkutano huu wa kikanda na utakaofanyika kwa siku 3 jijini Nairobi umewaleta pamoja wadau mbalimbali katika sekta ya afya chini ya kauli mbiu inayoangazia jinsi ya kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya kuhakikisha usawa. James Mwangi, Undugu TV.